Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mtakatifu Mikaeli, malaika mkuu, utulinde katika vita, uwe kinga yetu katika maovu na maoteo ya Shetani. Mungu amtiishe, tunakuomba sana. Nawe mkuu wa majeshi ya mbinguni, kwa nguvu ya Mungu uangushe motoni Shetani na pepo wabaya wengine wote wanaozunguka duniani ili kuzipoteza roho za watu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Wapendwa wa Kristo, siku ya leo tutajifunza kuhusu Mtakatifu Mikaeli, malaika mkuu. Mtakatifu Mikaeli, malaika mkuu, ni mtakatifu au ni malaika ambaye ameinuliwa kutoka daraja la chini kwenda daraja la juu. Labda tuangalie jina Mikaeli. Mikaeli ni neno la Kiebrania ambalo ni lenye maana ni nani kama Mungu. Tulichambua neno hili la jina hili la Mikaeli. Maana yake mi ni nani, ki ni kama, maana yake ni Mungu. Kwa Kiebrania Elohim alikuwa ni Mungu, kwa sababu walikuwa wanasema Yahweh, walikuwa watamki jina la Mungu kama Mungu, walikuwa wanatamka Yahweh. Kwa hiyo kwa Kiebrania walikuwa wanasema Elohim, Mungu. Na wakati tunaendelea kujifunza kuhusu au tunajifunza habari za malaika Mikaeli, malaika mkuu, mara nyingi linakuja swali ambalo utakumbana nalo na umeshakumbana nalo au pengine umeshajiuliza wewe mwenyewe. Swali linakuja, kama Mungu ni mwema, kwa nini alimuumba Shetani? Na kama Mungu ni mwema, kwa nini aliruhusu uovu au aliumba uovu? Je, Mungu anaumba uovu? Haya ni maswali ambayo wana falsafa wanajiuliza na hata wana teolojia wanajiuliza. Lakini ili swali hili linaingia katika mada hii kwa sababu tunaona kwamba Mikaeli anapambana na Shetani Lucifer na anamfukuza mbinguni. Sasa swali linakuja, kwa nini Mungu alimuumba Shetani? Jibu ni kwamba Mungu hakumuumba Shetani. Mungu alimuumba Lucifer ambaye tunamwita ni Shetani, alimuumba kwa uzuri wote na kwa ukamilifu wote. Ila Mungu katika uumbaji wake, katika viumbe wake anaowapenda, amewapa uhuru. Hii ndio tabia ya Mungu wetu, Mungu ambaye ni mwema. Hajatuumba kama maroboti, hajatuumba kama mawe au kama miti. Yeye ametuumba na uhuru, kwamba tunaweza tukakubali, tunaweza tukakataa. Kwa hiyo Mungu ametuachia uhuru huo ambao hauelezeki, ni uhuru wa ajabu. Kwa hiyo Mungu aliumba malaika wote kabla ya kuumba mbingu na ardhi, aliwaumba malaika. Na wanateolojia wanatuambia kwamba katika uumbaji wa Mungu 99% ni ya vitu visivyoonekana. Kusoma barua ya Mtume Paulo kwa Wakolosai, anakuambia kwamba Mungu aliumba vitu vinavyoonekana na visivyoonekana. Na katika kanuni ya mitume, kanuni ya imani, tunasema anasadiki kwa Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, wa vitu vinavyoonekana na visivyoonekana. Kwa hiyo 1% kubwa ya uumbaji iko katika vitu visivyoonekana, ambapo malaika wanaingia katika grupu hili. Kwa hiyo tunapomzungumzia Mikaeli, tunazungumzia malaika wanaoonekana na wasioonekana. Tunazungumzia malaika ambao hawaonekani. Kwa sababu gani malaika hawaonekani? Malaika hawaonekani kwa sababu wao ni roho tupu. Sisi tunaonekana. Katika falsafa tunajifunza form na matter. Yaani unapozungumzia form unazungumzia vitu vya kiroho ambavyo visivyoonekana. Unapozungumzia matter ni vitu ambavyo unaviona. Lakini vitu ambavyo havionekani ambavyo vimeumbwa kwa form malaika na vitu vyote vya kiroho vina nguvu ya kumiliki au ya kujifanya ya kuwa na mwili. Kwa mfano, malaika anaweza akachukua shape ya mtu. Shetani anaweza akachukua shape ya mnyama au ya nyoka. Kwa hiyo vitu vya tunapozungumza vitu ambavyo viko katika form, ambavyo viko katika kiroho, vina nguvu kuliko vilivyo katika material. Binadamu yeye alipoumbwa ameumbwa mwili na roho. Kwa hiyo mwanadamu ana udhaifu kwa sababu yuko limited. Hata elimu yake ni ya kubahatisha. Ili aweze kujua kitu anajifunza kwa makosa na kwa muda mrefu. Lakini malaika wao wanajifahamu kitu kwa concept. Kwa mfano, akitaka kujua kuhusu binadamu, akijua concept ya binadamu, basi ameshawajua moja kwa moja wote.
hahitaji tena kujifunza. Kwa hiyo wanajifunza vitu kwa mara moja tu kwa kupata ile concept. Kwa hiyo malaika wao hawana mwili, kwa hiyo hawatawaliwi na muda wala hawabani na nafasi. Sasa hiyo ni introduction fupi ambayo tutaelezea siku nyingine kuhusu tofauti ya malaika na mwanadamu. Itachukua muda mrefu, lakini nataka zaidi ni concentrate au nikazie katika mtakatifu wetu Mikaeli, malaika mkuu, ambaye kanisa Katoliki au mama kanisa limempa siku maalum ya kumheshimu tarehe 29 mwezi wa 9, tarehe 29 mwezi wa 9. Na kuna parokia nyingi ambazo zinaita kwa jina la Mtakatifu Mikaeli malaika mkuu. Kwa mfano kule Zanzibar kuna parokia ya Mpendae ambaye msimamizi wa parokia hiyo ni Mtakatifu Mikaeli malaika mkuu. Kwa hiyo parokia nyingi unazojua za Mtakatifu Mikaeli malaika mkuu, hasa mwezi wa 9 wengi wanafanya novena kwa ajili ya malaika mkuu. Lakini vile vile wewe kama Mkristo unaweza kufanya novena, kwa sababu Mikaeli anatusaidia sote. Mikaeli anatusaidia sote wabatizwa katika Kristo. Mungu amempa jukumu la kulinda roho zetu. Mungu amempa jukumu la kuhakikisha kwamba tunafika mbinguni, na Mungu amempa jukumu la kuhakikisha kwamba anatukinga na mitego yote ya shetani inayojulikana na isiyojulikana. Sasa tunapozungumza kwamba Mungu hakumuumba shetani, ila shetani alijiumba mwenyewe au alijifanya mwenyewe. Kwa lugha nyingine, shetani aliamua kutomtii Mungu kwa hiari yake mwenyewe. Lakini kuna mababa wa kanisa na walimu wa kanisa, mfano kuna mwenye heri Blessed John Dos Scotus na Mtakatifu Bonaventure, wao wameandika theory nzuri wanaitwa The Dominion Theory. Wanaelezea kisa cha shetani kuasi, kisa cha shetani kukengeuka. Wanasema Mungu alipowaumba malaika alimuumba Lucifer. Lucifer anaitwa malaika wa mwanga ambaye alikuwa ana utukufu wote na alikuwa ana ukamilifu wote. Na Lucifer alikuwa anawasaidia malaika wengine. Kwa hiyo Lucifer peke yake ndio alikuwa anamuona Mungu. Hao wengine walikuwa mbinguni, lakini hawakupata ile tunasema beatific vision. Beatific vision ni ile hali ya kumuona Mungu uso kwa uso, ambayo watakatifu ambao wako mbinguni, kanisa la washindi linamuona Mungu. Tunasema kanisa la washindi. Sisi ni kanisa linalotembea, militant church, yani ni kanisa ambalo liko vitani. Kwa hiyo sisi tunapambana, lakini marehemu Twarani ni kanisa linaloteseka ambalo lina matumaini ya kumuona Mungu siku moja. Lakini sisi kwa hiyo tuko katika mashindano. Kwa hiyo tunamhitaji Mikaeli kwa asilimia zote, kwa sababu tuko katika vita vya shetani. Na ukisoma katika kitabu cha Maandiko, shetani alipofukuzwa mbinguni alidondokea duniani. Sasa utajiuliza kwa nini Mungu alikubali shetani akadondoka duniani? Hilo ni swali nyingine. Lakini kuna sababu ya kuogopa, kwa sababu pamoja na kwamba shetani alidondoka duniani, Mungu ametupa msaada wa malaika na akamtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo akapata mwili kwa ajili yetu. Kwa hiyo kwa shetani kudondoka duniani ilikuwa si kitu, ni kama tone la maji katika bahari. Kwa hiyo hana hasara yeyote. Ni kwamba Mungu wakati amewaumba malaika, Mungu tunasema kwamba upendo wake una uhuru. Kwa hiyo aliwajaribu malaika kwa kuwapa maono kwamba kuna siku atachukua mwili wa mwanadamu, atakaa kama mwanadamu na atatawala viumbe vyote, akiwa anazungumzia umwilisho au incarnation. Na vile vile kwa hali hii Lucifer na malaika wengine walichukizwa, wakasema kwamba mwanadamu ni kiumbe dhaifu. Kwa nini aamue kuchukua mwili wa mwanadamu, asichukue mwili wa kwangu Lucifer? Kwa hiyo Lucifer akasema no, haiwezekani. Siwezi kumtumikia Mungu katika hali ya udhaifu, ambao ataichukua. Kwa hiyo akasema no. Na akashawishi theluthi 3 ya malaika kukataa wazo hili. Hapa ndipo anaibuka malaika mkuu Mikaeli. Anasema ni nani aliye sawa kama Mungu? Hakusita kupata kigumizi. Kwa hiyo akapambana na lile jeshi la shetani na akawadondosha kutoka mbinguni. Sasa katika masimulizi haya au katika maelezo haya tutakwenda kwa mapokeo ya kanisa na vile vile tutakwenda katika njia za kibiblia au katika vifungu vya kibiblia ambavyo vitatuongoza. Tuanze kumwangalia kwanza Lucifer. Kama nilivyosema awali kwamba Lucifer alikuwa ni malaika wa mwanga. Alikuwa ni malaika wa mwanga kwa maana kwamba yeye alikuwa ana ukamilifu wote na alikuwa na uzuri kuliko malaika wote. Ukisoma katika
kitabu cha nabii Ezekiel sura ya 28 mstari wa 17, anamwelezea Lucifer. Anasema hivi, nitasoma tanukuu. Anasema, moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako, umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama. Huyu Lucifer alikuwa katika kundi la malaika 9 ambao talieleza. Kundi lake alikuwa kundi la kwanza ambalo linaitwa Seraphim, talieleza baadaye. Lakini tukiona anguko la shetani, tunaangalia vile vile kama hapa nabii Ezekiel amemwita kwamba mwangaza wako, kwamba Lucifer ni malaika wa mwanga. Na hapa ukisoma katika kitabu cha nabii Ezekiel sura ya 28 mstari wa 17 amesema mwangaza wako. Anasema umeharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako, kwa sababu ya uzuri wake, kwa sababu ya nature yake ambayo Mungu alimuumbia. Lakini Mungu alimuumbia kwa nia njema, akumuumbia kwa nia ya uovu. Lakini tukienda katika kitabu cha nabii Isaya, nabii Isaya katika sura ya 14 mstari wa 12 hadi wa 14 anamuita Lucifer kama nyota ya alfajiri. Nyota ya alfajiri. Ukisoma katika Isaya 12 hadi 14 anasema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Kwa hiyo unamwona Lucifer hapa anaitwa kama nyota ya alfajiri kwa uzuri alikuwa ameumbiwa na Mungu. Lakini vile vile tunaona watu wanaanguka au wanapotea, sababu kubwa ni shetani akiwa nyuma yao, kama anasema ewe uliyewaangusha mataifa. Anapozungumza mataifa anatuzungumzia sisi sote. Lakini katika mstari wa 13 katika kitabu cha nabii Isaya anasema, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini. Unaona, Lucifer anasema atapanda juu, yani atapanda, atakuwa juu zaidi ya Mungu, uwezo wake. Katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 14 unaona Lucifer anavyosema kwamba nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Nitafanana na yeye aliye juu. Kwa hiyo unaona Lucifer hapa, kutokana na uzuri aliumbwa nao, anaona kwamba anaweza kufanana na Mungu na anaweza kumshindana na Mungu, na anataka aabudiwe kama Mungu, na anataka yeye ndiye atawale kama Mungu. Lakini ukienda mstari wa 15 anashushwa. Anasema lakini utashushwa. Nabii Isaya anasema katika Isaya 12, katika kitabu cha Isaya 12 sura 12 mstari wa 15, ukisoma mstari wa 15 anasema lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho wa za shimo, na maana atatupwa jehanamu. Sasa vile vile tunaona, tumeangalia katika theory ya Bonaventure na Don Scotus, hazitofautiane sana na katika kitabu cha Ufunuo. Katika kitabu cha Ufunuo tumepata scenario ambayo inafanana na theory ya Mtakatifu Bonaventure. Katika Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7 hadi wa 9 unazungumza vita kati ya malaika wema na wazuri na anguko la Lucifer. Anasema kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zama aitwaye Ibilisi na Shetani audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Mwisho wa kunukuu. Unaona kwamba hapa ukatokea vita. Lucifer, Mikaeli akasema ni nani kama Mungu? Ni nani ambaye anastahili kuabudiwa? Kwa hiyo alimsurprise Shetani, kwa maana kwamba Shetani hakutegemea nguvu alizokuwa nazo Mikaeli, hakutegemea kabisa kama angeshindwa na Mikaeli. Na Mikaeli nimezungumza hapa kwamba Mungu amemuinua, kama siku zote Mungu anainua watu wanyonge, siku zote Mungu anainua watu wanyenyekevu, kama anavyotuambia Mtakatifu Agustino kwamba kiburi kilimfanya malaika akawa shetani. Kiburi kilimfanya malaika akawa shetani, lakini unyenyekevu ulimfanya mwanadamu akawa malaika. Kwa maana kwamba hapa anamzungumzia Mama Maria. Mama Maria kwa unyenyekevu wake ameinuliwa juu, amekuwa ni malkia wa malaika, na Shetani kwa kiburi chake ameshushwa,
ametupwa katika bwawa la moto au kuzimu. Kwa maana kwa lugha nyingine, ameondoka katika uso wa Mungu, ameondoka katika himaya ya kimungu na amepoteza utukufu. Na hawa malaika wanajuta milele, wanajuta tena. Labda hapa, mpendwa mtazamaji, nikufahamishe kwamba uamuzi wa malaika ni uamuzi ambao ni wa milele. Mtu anaweza kusema, je, Mungu anaweza kumsamehe shetani? Hawezi. Kwa sababu gani? Kwa sababu shetani hawezi kutubu. No yake ni no ya milele. Kwa hiyo hawa malaika katika fomu yao wakisema no ni no, wakisema yes ni yes. Sisi tunabadilika kwa sababu ya mata. Katika filosofi tunasema binadamu Mungu ana mata, ana mwili tangible. Kwa hiyo tunaenda kwa kubadilika. Na ndio maana tunahitaji msaada wa malaika, tunahitaji msaada wa watakatifu, tunahitaji msaada wa maombi. Sometimes hatujui vizuri. Kwa mfano, mtu anaweza kukaa na dhira milele kwamba mimi nitamtumikia Mungu milele, lakini baada ya dakika 2 au baada ya siku chache akageuka tena akamtumikia shetani. Kwa hiyo sisi tunabadilika kwa sababu ya nature yetu, kwa sababu ya asili yetu. Lakini tunabadilika tukiwa duniani. Ila ukishakufa unaingia katika fomu nyingine, unaingia katika ulimwengu wa roho. Pale tena maamuzi yabadiliki. Ndio maana tunasema Mtakatifu Ambrose anasema kwamba misa moja unayosali kila siku, kusali misa moja ni bora kuliko kusubiri usaliwe misa 1000 utakapokufa. Kwa lugha nyingine, ukitubu ukiwa duniani, ukisali misa ukiwa duniani, una afadhali kuliko kasubiri kwamba nikifa. Kwa sababu unapokufa unaenda katika ulimwengu wa roho ambao chochote hakiwezi kubadilika. Kwa mfano, kama umehukumiwa kwenda jehanamu, hata tungekuombea mara ngapi haitabadilika, haibadilishi. Kwa hiyo ni vizuri muda wote tulio duniani tukautumia vizuri. Kwa hiyo katika makundi ya malaika, na nataka kuonyesha kundi la malaika, nionyeshe kwa jinsi gani Mikaeli ameinuliwa. Mikaeli alikuwa kundi la 8 kabisa. Ili kundi la 8 wanaitwa malaika wakuu, lakini nitawataja kwa ufupi uweze kuelewa. Kundi la kwanza ambalo alikuwepo Lucifer linaitwa Seraphim, au wanaitwa malaika wa mwanga. Kwa mfano, kama kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 28 mstari wa 17 anamuelezea, anasema, kwa sababu ya mwangaza wako nimekutupa chini. Yaani Lucifer kwa sababu ya ule mwangaza wake na ile akili yake na nguvu zake alijiona kwamba yeye ameshakuwa sawa na Mungu, akatupwa. Lakini vile vile Isaya anawazungumzia hao malaika ambao ni kundi la Seraphim, ambao ukisoma katika kitabu cha Isaya sura ya 6 mstari wa 6 anasema, kisha yule malaika wa wale maserafi akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Kienda pale mstari wa 7 anasema, akanigusa kinywa changu na kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekugusa, midomo yako na uovu wako umeondolewa na dhambi yako imefunikwa. Hawa ni Seraphim. Kundi la pili wanaitwa makerubi. Hawa wamejaa hekima na kazi zao ni kulinda mto wa uzima. Tunaona katika kitabu cha Kutoka pale, kitabu cha Mwanzo sura 3:24, wakati Adamu na Eva walipokosa, walifukuzwa, walikuja malaika wale makerubi kulinda pale. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 24 anasema, basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki na upande wa Edeni. Kwa hiyo makerubi unaweza kusema ni walinzi wa mti wa uzima. Kundi la tatu wanaitwa wenye enzi au thrones. Ukisoma kitabu cha Wakolosai, waraka wa Paulo kwa Wakolosai sura ya 1 mstari wa 16, ameeleza vitu vinavyoonekana na visivyoonekana, venye enzi, venye sultani. Kwa hiyo hawa wanaingia katika kundi la wenye enzi. Alafu namba 4, hawa ni malaika wanaitwa watawala au dominions. Kundi la 5, hawa wanaitwa virtues au wale wanatawala mizunguko ya mbinguni na duniani. Kundi la 6 wanaitwa wenye mamlaka au powers. Kundi la 7 wanaitwa principalities au wanakuwa ni waelimishaji. Kundi la 8 ndio tunakuja kwenye kundi la 8. Unamwona Mikaeli anakuja kwenye kundi la 8. Kundi la 8. Hawa wanaitwa archangels, yani malaika wakuu. Hawa wanasema wako 7. Lakini katika hawa 7 Biblia imetaja watatu tu, imetutajia majina ya watu watatu. Imetutajia Mikaeli, imetutajia Gabriel, imetutajia na Rafael, ambao tunawaona wameandikwa katika maandiko matakatifu. Hao wengine wanne waliobaki hatujaambiwa majina yao, lakini majina ambayo tunayafahamu kwenye maandiko matakatifu ni majina matatu tu. Jina la Mikaeli ambao tumesema ni nani kama Mungu, Gabriel ni nguvu ya Mungu, Rafael ni Mungu anaponya. Lakini kundi la 9 wanaitwa malaika wa kawaida ambao ni malaika walinzi wetu. Kundi la 9 ni malaika wa kawaida ambao wanaitwa walinzi wetu. Hawa ni walinzi wetu kwa sababu kila mtu anayezaliwa duniani, awe amebatizwa, hajabatizwa, awe Mkristo, asiwe Mkristo, awe unachojua,
anapozaliwa kiumbe chochote anakabidhiwa malaika mlinzi. From the day of conception, yani pale anapotungwa mimba tu, Mungu anamchukua malaika mlinzi anamkabidhi. Na Mungu kabla hajamkabidhi malaika mlinzi, anamuuliza yule malaika, "Je, utakuwa mlinzi wake?" Malaika anakubali, anakiri mbele ya Mungu, ndio. Na alishawachagua toka milele. Kwa hiyo wale waliosema hapana ni baadhi ya malaika ambao katika theluthi tatu walikuwepo wakawa wameangushwa, lakini wote waliosema ndio ni malaika wa Mungu wema. Kwa hiyo wewe ni wa thamani. Kabla ulimwengu hujaumbwa tayari Mungu alishamchagua malaika wako. Kwa hiyo malaika mwingine yuko standby anasubiri, labda atazaliwa Richard, atazaliwa Jose, atazaliwa nani. Kwa hiyo tayari Mungu alisha design malaika wao, alisha assign, alishawapa kazi malaika wao. Kwa hiyo unapozaliwa yule malaika mlinzi wako anakuja anawekwa pale. Kwa hiyo yule malaika mlinzi kazi yake ni kukulinda the moment unazaliwa mpaka unapokufa, na anahakikisha unakwenda mbinguni. Ila ukipotea ali, maana kuna mtu mmoja ananiambia ukipotea sana alia sana, malaika ali atahuzunika tu. Yaani tunasema kibinadamu atahuzunika, lakini kwa sababu gani? Furaha ya malaika inatoka kwa Mungu, haitoki kwa binadamu. Yaani furaha ya malaika inatoka kwa Mungu tu. Na malaika wanafanya mapenzi ya Mungu tu. Kwa hiyo hakuna hasara yoyote. Yeye akishamaliza umepotea, atapewa kazi nyingine. Kwa hiyo ilikuwa ni picha tu. Sasa unaangalia hapa, unamuona Mikael yuko kundi la 8. Kundi la 8 kabisa. Anakwenda kumwangusha Lucifer ambaye yuko kwenye kundi la kwanza. Kama nilivyosema, hawa Seraphim ndio malaika wa mwanga, wa moto. Walikuwa wa moto. Ndio wanaoimba mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi. Kwa hiyo ndugu zangu wanakwaya, rafiki zangu wanakwaya wamepewa kazi ya Seraphim. Yaani kazi ya kumwimbia Mungu mtakatifu, mtakatifu. Hawa Seraphim wanakuwa kwenye uso wa Mungu, wanamwangalia Mungu. Kwa hiyo ni kazi ambayo ni kazi ya waimbaji, ni kazi takatifu. Na hasa katika liturujia kanisa Katoliki unaweza kuiona hii wakati pale tunaimba mtakatifu, padi anawaalika waumini wote uimba mtakatifu pamoja na malaika. Kwa hiyo unapokuwa kanisani, jamani, kuna wengine hata kuimba mtakatifu wanashindwa, lakini mtakatifu, mtakatifu unaweza kufuata. Unaweza kufuata ile tuni na wewe unafuata ile tuni. Tofauti na nyimbo nyingine ambazo zinakuwa hazieleweki, labda mtu hajakariri, lakini mtakatifu neno linajirudia. Kwa mfano, mtakatifu, mtakatifu Bwana, mtakatifu. Yaani kwa hiyo ni kwamba hata mtu mwingine anaweza akapick ile tuni na kuimba. Kwa hiyo tumeona kwamba hayo makundi 9. Mikael anatoka kundi la 8, anamwaibisha Ibilisi, anamwangusha Ibilisi. Na labda nikwambie ushindi wa Mikael kumwangusha shetani, baada ya kumshinda, sio kumshinda tu, lakini anamdondosha kutoka mbingu, anamdondosha, ina maana anamtoa katika uso wa Mungu. Na ushindi wa Mikael ni eternal, ni wa milele. Mtu anaweza kuuliza swali, labda wana watarudiana. Wakirudiana je, shetani hawezi kushinda? Kuna mtoto mmoja alikuwa anafundisha, aliuliza swali nikacheka sana. Akaniambia, "Mwalimu, kuna wakirudiana je, hawezi kumshinda?" Yaani alikuwa anaweka picha kwamba wanapigana kama vile Michael Tyson au wakina Kidu, wakina Toa Mbabe, au wanaofikiria kwamba raundi ya kwanza anashindwa, raundi ya pili anashinda. Hii ni spiritual, ni eternal. Ni kwamba alikwisha mshinda, amemshinda, ataendelea kumshinda milele na milele. Amina. Kwa hiyo ushindi wa malaika Mikael ni wa milele. Sio kwamba watarudiana, sio kwamba hapana, ni anamshinda, anaendelea kumshinda na atamshinda milele na milele. Kwa hiyo sio kwa wazi kusema iko siku shetani atamshinda, hawezi kumshinda. Amemshinda milele, eternally. Hilo nataka nukazie kwa sababu wakati mwingine napata maswali hayo sana. Kwa hiyo amemshinda kwa umilele. Kwa hiyo tunaona kwamba, na ndio maana shetani aliposhindwa akadondoshwa duniani. Na ndio maana bado Mikael anaendelea kufanya kazi. Na wataalamu wa teolojia wanatuambia kwamba shetani bado hajahukumiwa inavyostahili. Mwisho wa dunia atafungwa na Mikael atafungwa katika zizi la moto kwa umilele. Atateseka kwa umilele. Hata waliokwenda jehanamu bado hawajafika kile kilindi cha moto. Kile kilindi watakuja kuteswa zaidi, roho zilizopotea mwisho wa dunia. Na mwisho wa dunia ndipo shetani atafungwa katika hukumu yake ya milele. Sasa hivi tunaona kwamba malaika, ukiona katika ile sala tumesali ya Mikael, malaika mkuu, kwamba shetani wanaozunguka, kuna wengine wanazunguka wanafanya maovu, wanashawishi watu, lakini hiyo haikupi wewe hofu, kwa sababu sisi tuna thamani kubwa. Kristo amebeba mwili wetu, na ndio maana sisi wa Katoliki tunahimizwa sana kumpenda Yesu Kristo, kwa sababu yuko kati yetu. Ametoa yuko katika mkate katika. Kwa hiyo unapokuwa na Yesu wewe ni mshindi, na unapokuwa na Yesu shetani anakuogopa kwa sababu unakuwa umekwisha mshinda. Na katika Biblia tutamuona Mikael wamemweleza namna gani. Katika Biblia Mtakatifu Mikael malaika mkuu ametajwa zaidi ya mara 6. Katika Agano la Kale ametajwa mara 3 na Agano Jipya mara 3.
katika vitabu ambavyo unaweza kumuona Mtakatifu Mikaeli malaika mkuu ametajwa, kuna waraka wa Yuda sura ya kwanza mstari wa 9, kitabu cha Daniel wamemweleza vizuri, kitabu cha Ufunuo wamemweleza vizuri, na waraka wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike. Nitachukua vifungu vichache tu kuonyesha kwamba huyu Mikaeli anatambulika na kwenye Biblia, usije kwa kusema kwamba Wakatoliki wanajipa jina la Mikaeli. Hili ni msingi ya kibiblia kabisa. Na Mikaeli nilivyosema ameinuliwa kutoka daraja la chini kwenda daraja juu. Yeye amekuwa ni malaika mkuu sasa. Baada ya ile structure au mfumo wa kwanza kuvurugwa na Lucifer, yeye ndo anakuwa prince, yani anakuwa kiongozi wa malaika wote. Na kwa mfano tukisoma katika kitabu cha Danieli kinatuonyesha kwamba malaika Mikaeli ni mlinzi wa taifa la Israeli. Katika Agano la Kale Mikaeli anaonyeshwa kama ni mlinzi wa taifa la Israeli. Lakini katika Agano Jipya Mikaeli ni mlinzi wa wale wanaomwamini Kristo. Kwa lugha nyingine, ya wale waliobatizwa katika damu ya Kristo, katika damu ya mwanakondoo, katika maji ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unapobatizwa tayari wewe unakuwa katika kundi la wateule. Mbingu inaanza unapobatizwa. Unapobatizwa ndio process ya mbingu inaanza pale. Umilele unaanza pale. Umilele hauanzi unapokufa. Hilo ni kosa. Wengi wanafikiri kwamba atakapokufa ndio umilele unaanza pale. Umilele unaanza unapobatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Pale tayari unaungwa katika umilele. Na ndio maana Yesu alimwambia Nikodemo kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuurithi ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo wabatizwa wote hawa Mikaeli amepata assignment ya kuwalinda wote, sio taifa la Israeli, lakini wote ambao wanampenda Kristo, wote ambao wamebatizwa. Na katika kitabu cha Danieli sura ya 12 mstari wa 1 anasema, wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake au kuwepo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo. Na wakati wa watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Hapa hii kitabu cha Danieli ni kitabu cha ufunuo ambacho kinaeleza kimekaa kimafunuo. Kwa hiyo hapa anaeleza Danieli kwamba Mikaeli yeye anawalinda wote ambao wamekabidhiwa na Mungu. Na hapa ameeleza kwamba itafika wakati wa taabu. Wakati wa taabu anapozungumza Danieli ni wakati wa majaribu. Katika maisha yetu kuna majaribu mbalimbali. Kuna wakati ambapo utaona umeshindwa. Ndio wakati huo Mikaeli anakuja kukusaidia. Kuna wakati utakapojaribiwa. Kuna wakati utakapoona kuna shida. Na hasa wakati wa kifo. Wakati wa kifo shetani anakuja kwa nguvu zote, kwa sababu ni dakika ya mwisho ambapo shetani anataka kuchukua roho ya kwako au roho ya wateule wa Mungu. Kumbuka kwamba shetani ni roho tupu, hachoki, halali wala hasinzii. Na atakushambulia, shetani atakujaribu mpaka utakapokufa. Ndio maana huwa anapenda kuambia Wakristo kwamba usije ukasema umeokoka wakati bado unaishi. Kwa sababu bado as long as uko unaishi katika dunia hii utaendelea kujaribiwa. Majaribu yetu yanakwisha pale tunapokufa. Ndio maana Yesu anasema kwamba atakayedumu mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa hiyo na hapa kitabu hiki cha Danieli kimeeleza kwamba kutakuwepo na wakati wa taabu. Wakati wa taabu na wakati wa majaribu, wakati wa matatizo, mfano wake hautakuwepo tangu hapo. Kwa hiyo anaeleza. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo toka zamani. Kwa hiyo tunaona kwamba Mikaeli yeye anakuja kutusaidia wakati wa taabu na wakati wote. Na Mikaeli tunaweza kusema ni mpambanaji wa haraka kwenye vita. Ni mpambanaji wa haraka. Kwa mfano ukisoma kitabu cha Danieli, tunaona kwamba kwanza alitumwa Gabriel kwenda kumfunulia Danieli au kumfundisha maandiko ya Mungu. Tunaona kwamba Gabriel akapambana na shetani wa Uajemi pale. Akawa kama amezuiwa kwa siku 21. Baada ya kuzuiwa kwa siku 21, anaingia mkuu wa majeshi hapa Mikaeli. Labda nitasoma tuweze kuelewa. Anasema ukisoma hiyo katika kitabu cha Nabii Danieli sura ya 10 mstari wa 13, anasema lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyo malaika mmoja wa hao wakuu wa mbele akaja kunisaidia, na mimi nikamwacha huko pamoja na mfalme wa Uajemi. Malaika huyo ambao ni Mikaeli. Hapa ni kwamba anazungumza Gabriel alikwenda kumpa habari na kumfundisha mafunuo Danieli, akawa amezuiwa kwa siku 21. Kwa lugha nyingine kiroho tunapozungumza sio kwamba amemzuia kwamba amemblock, kwa sababu shetani hawezi kumblock malaika. Kwa lugha kiteolojia na spirituality au kiroho ni kwamba kuna nyakati zingine shetani anablock njia zetu, anablock baraka zetu, kwa lugha nyingine anablock mafanikio yetu. Sasa hizi ni nyakati ambazo zinatokea, lakini Mungu anaziruhusu. Kwa nini? Kwa sababu wakati mwingine
mahangaiko ya kishetani, majaribu ndio yanatufanya sisi tunakuwa watakatifu. Wakati mwingine shetani na Mungu anamtumia shetani kama kitu cha kutakatifuza sisi. Kwa mfano unaangalia pale Paulo anasema kwamba nilipewa mwiba katika mwili wangu, nikamwambia mjumbe wa shetani kama mwiba akawa ananichoma. Paulo anasema akamwambia Yesu, naomba utoe mwiba, utoe huyu mjumbe wa shetani. Lakini Yesu akamwambia neema yangu yatosha. Kwa lugha nyingine kwamba shetani anatujaribu kwa kututakatifuza. Kwa hiyo usibabaishwe wala kutishwa na majaribu ya shetani. Ni vitu ambavyo vya kupita, ni vitu ambavyo vinatufanya sisi tunakuwa jani. Unaposema ndio kwa Mungu, unaposhinda majaribu, ndipo unapopata merit. Yaani ndipo unapopata utukufu. Mtakatifu Alfonso de Godoy anasema wale wanaoshinda ndio wanapata utakatifu. Mfano Mtakatifu Ambrose anasema kwamba ukiondoa taji la mashahidi, mateso ya mashahidi, kifo cha mashahidi, basi hawana utukufu. Kwa mfano mashahidi wa Uganda, ukitoa kifo chao, ukitoa mateso yao, hatuwezi kuitwa watakatifu. Kwa hiyo kumbe mateso, madhulumu yale yanatutakatifuza. Na ukienda katika kitabu cha Danieli tena sura ya 10 mstari wa 20 mpaka 21 anasema, ndipo akasema, je, unajua sababu gani hata nikakujia? Na sasa nitarudi ili nipigane na mkuu wa Uajemi, nami nitakapotoka huku, tazama mkuu wa Uyunani atakuja. Lakini nitakuambia yaliyoandikwa katika maandiko ya kweli, wala hapana anisaidiaye juu ya hao ila huyo Mikaeli mkuu wenu. Huyo anazungumza ni Gabriel, anamwambia Daniel. Kwa hiyo unaona kwamba role ya Mikael ni kubwa sana katika maisha, na Mungu amempa roho za wale waliokolewa. Yeye ndio kazi yake kuwapigania, kuwashindia. Lakini Mikael haji kabla hujamuomba. Hiyo ndio siri ya Mungu. Yaani Mikael na nguvu zake zote, usipomkaribisha haji, usipomuomba haji. Sisi kazi yetu ni rahisi tu, ni kumuomba Mikael nisaidie, kama ile sala ambayo nimesali hapo mwanzo. Mtakatifu Mikael, sala ambayo tumefundishwa na Papa Leo wa 13, nitaielezea baadaye hapa, ambayo alipopata vision aliona kwamba shetani anataka kushambulia kanisa, ndio akatunga ile sala. Kwa hiyo sisi kazi yetu wa Kristo, wakati mwingine tunashindwa vita kwa sababu tunapigana wenyewe. Wewe mwenyewe huwezi kushinda dhambi kwa nguvu zako mwenyewe, huwezi kushinda dhambi, huwezi kupigana shetani kwa nguvu yako mwenyewe. Unahitaji msaada wa Mungu, msaada wa malaika wakuu na hasa Mikaeli. Kwa hiyo sisi tumeshapewa wasaidizi, lakini inakuwa ni shetani wakati mwingine anatupofusha kana kwamba Mikaeli hayupo, wanakuwa na malaika hawapo, kwa sababu anajua tukijua kwamba tuna silaha, tukijua kwamba tuna wasaidizi, basi yeye hana nguvu. Kwa hiyo kazi kubwa ya shetani ni kukuaminisha kwamba sala haina nguvu, ni kukuaminisha kwamba hakuna malaika, ni kukuaminisha kwamba hata shetani yeye mwenyewe hayupo, ina maana haexist. Hizo ndio mbinu ambazo shetani anatumia, kwa sababu anajua kwamba wewe ukijua kwamba malaika yupo, ukijua sala ina nguvu, ukijua kwamba Kristo anakulinda, ukijua Yesu Ekaristi, umekwishamshinda. Kwa hiyo anachofanya shetani ni kuhakikisha kwamba malaika hawapo. Shetani ni hadithi za mapadri, za wachungaji kutisha watu. Ndio shetani anawapa watu akilio kwamba yeye hayupo, na kwamba watu wanapozungumza shetani wanazungumzia kuhusu kutisha watu. Na katika waraka wa Yuda sura ya 1 mstari wa 9 tunamwona Mikaeli pale amemtaja, anasema, lakini Mikaeli malaika mkuu aliposhindana na Ibilisi na kuhojiana naye kwa ajili ya mwili wa Musa, hakuthubutu kumshtaki kwa kumlaumu, bali alisema, Bwana na akukemee. Hapo ndio tunaona tunasikia maneno ya Mikaeli. Sehemu zote hajasema, lakini hapa amesema. Hapo unaonyesha unyenyekevu wa Mikaeli, kwamba Mikaeli, lugha nyingine teolojia ni kwamba hapa panaonyesha kwamba Mikaeli yeye yuko nyenyekevu kwa Mungu licha ya nguvu alizonazo. Yeye ni kinyume cha Lucifer, kwa sababu kama angekuwa ni Lucifer, kama amewashinda malaika wengine, basi angejiita kwamba mbabe. Lakini hapa panaonyesha kwamba Mikaeli ana nguvu sana, ni jemedari sana, lakini ni nyenyekevu sana. Ana vitu viwili wakati mmoja. Ana nguvu sana na unyenyekevu sana, kwamba yeye amejikomiti kwa Mungu, anafuata yale anayoambiwa na Mungu. Na ndio maana anamwambia shetani kwamba Bwana na akukemee, achukue mamlaka tu mpaka anapoamrishwa na Mungu. Tukisoma tena katika kitabu cha waraka wa Paulo kwa Wathesalonike, waraka wa kwanza kwa Wathesalonike sura ya 4 mstari wa 16, anasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Hapa maana yake nini? Maana yake ni kwamba Mikaeli katika kazi anazozifanya ni kwamba yeye anasindikiza roho za waamini katika hukumu. Hukumu ziko mbili. Kuna hukumu
ambayo unapokufa kila mtu anahukumiwa personally, yaani anapokufa personally, lakini kuna hukumu kwamba katika kanuni ya mitume tunaambia kwamba atakuja tena kwa utukufu. Kristo atakapokuja kwa utukufu atatuhukumu wote kwa pamoja, hukumu pamoja, na hii Mikaeli atakuwa. Kwa hiyo unaona Mikaeli ana role kubwa katika kazi ya ukombozi. Kwa hiyo roho yako unapokufa, yeye ndo anaibeba, anipeleka kwenye hukumu. Kwa hiyo ni vizuri ukawa na urafiki na Mikaeli wakati ukiwa hapa duniani, atakusaidia kukwepa kuliko, kwa sababu utakapokufa yeye kule kutoka kuna urafiki tena, yeye kupeleka kwa Mungu kwamba kuna makosa fulani, lakini unapokuwa hapa Mikaeli anakuambia wewe umekufanya hiki, wewe umefanya, kwa sababu yeye yuko kwa Mungu, anaijua roho yako vizuri kuliko unavyojua. Kwa hiyo atakwambia, atakuepusha kwamba upita njia hii, usifanye hili, usifanye hili. Kwa hiyo ni wakati mzuri wa kufanya urafiki na Mikaeli sasa hivi, ili unapokufa hata atakapopeleka kwa Mungu utakuwa na confidence. Na vile vile tunaona kwamba hapa kidogo kuna Jehova, niweke angalizo. Jehova Witness wanasema kwamba Mikaeli na Yesu ni sawa. Si sawa. Tofauti ni kwamba Yesu hakuumbwa, Mikaeli ameumbwa. Mikaeli ni kiumbe, Yesu si kiumbe. Yeye ataeleza siku nyingine. Ni kwa sababu kuna baadhi ya madhehebu wanamuita Mikaeli kama ni Kristo ambaye amejificha katika Mikaeli. Sivyo. Hii tutazungumza siku nyingine, lakini kwa ufupi ni kwamba Yesu hakuumbwa, Mikaeli ameumbwa. Yesu si kiumbe, Mikaeli ni kiumbe. Na tunapozungumza kwamba Mikaeli anasindikiza roho za wateule mbinguni, lakini vile vile Mikaeli anawasaidia watu. Wakati kwa mfano umekufa unakwenda toharani, Mikaeli ndio atakupeleka kule, na kutoka kule atakupeleka kwa Mungu. Kwa Mikaeli ndio anashika wateule wake, anawaingiza mbinguni. Kwa mfano tunamwona katika Agano la Kale. Agano la Kale tunamwona anakwenda malaika mapigo 10 yale yalikuwa ni Mikaeli, wanatuambia mababa wa kanisa. Lakini tunamwona wakati Yoshua anaingia nchi ya Kanaani, nchi ya ahadi, aliyemsaidia alikuwa ni Mikaeli. Tunamwona Ibrahimu wakati anataka kumchinja mwanae, tunamwona malaika wa Bwana akamwambia Ibrahimu, nimejua kwamba sasa wewe unamwamini Mungu, zuia mkono wako, na akamuonyesha Ibrahimu akamwona kondoo. Na malaika mama Maria wakati anapalizwa mbinguni ni malaika Mikaeli aliyemsindikiza. Kwa hiyo unaona Mikaeli ana role kubwa, ana nafasi kubwa katika ukombozi wetu. Na hapo tumeshaweza kuona kwamba Mikaeli ni malaika ambaye ni wa muhimu sana katika maisha yetu. Na labda tukiangalia tunamwona Daniel alimuona Mikaeli. Ukisoma katika kitabu cha Daniel sura ya 10 mstari wa 5 hadi wa 6, anaeleza Daniel pale. Anasema, nilinua macho yangu nikatazama, kumbe mtu aliyevikwa nguo za kitani, viuno vyake vimefungwa dhahabu ya ufazi. Mwili wake pia ulikuwa kama zarabaragadi safi, na uso wake mfano wa umeme, na macho yake kama taa za moto, na mikono yake na miguu yake na rangi yake kama shaba iliyosuguliwa sana, na sauti yake nene kama sauti ya kundi au umati wa watu. Tutasoma katika Daniel sura 10 mstari wa 5 hadi wa 6. Kwa nafasi yako soma pale ambapo Daniel amemuona Mikaeli katika umbo hilo. Na malaika wana mwili, lakini wanapokuja, nimezungumza mwanzoni kwamba malaika wana authority katika vitu vya mata, yaani vitu vinavyoonekana. Kwa hiyo wenyewe wanaweza akawa wa kuleta ujumbe, anaweza kama akachukua umbo la mtu, kama malaika Gabriel anakuja kuongea na Mama Maria, wanaongea kama wanavyoongea mimi na wewe tunavyoongea hapa. Kwa hiyo wakati mwingine wanapokommunicate ujumbe wanakuwa wanachukua mambo yetu kama sisi na lugha kama za kwetu. Umuhimu wa Mtakatifu Mikaeli. Tuone Mikaeli ana umuhimu gani? Mikaeli ana umuhimu mkubwa sana 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 sana. Na Mungu kama alivyoonyesha katika maandiko tumeona, lakini hata mama kanisa anatuonyesha umuhimu wake. Kwa mfano, msaada wa Mikaeli ni haraka kwenye matatizo. Unapokuwa na matatizo, Mikaeli anakuja kwa haraka sana. Maana yake yeye ni mzoefu, ndio kamanda. Kwa mfano tukiangalia katika kitabu cha Daniel pale anazungumza, Daniel sura ya 10 mstari wa 13, wakati Gabriel amekwenda pale alikumbana na malaika, alikumbana na nguvu za giza, akadelay kidogo, akachelewa. Anasema hivi katika Daniel 10:13, lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21, bali tazama huyo Mikaeli, mmoja wa hao malaika wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni kwamba wewe una malaika mlinzi, lakini wakati mwingine unamuita Mikaeli kwamba yeye Mikaeli ni mzoefu. Yeye Mikaeli amepewa na nguvu ya pekee. Lakini swali linakuja, kwa nini Mungu ndio asimfukuze shetani amwache Mikaeli? Labda nikufahamishe mpendwa mtazamaji kwamba Mungu wetu anapenda kutukuza viumbe wake. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu wetu anapenda kutukuza viumbe wake,
na anapenda kuwapa nguvu kushare. Mungu anashare power kwa viumbe ambao wamekuwa wanyenyekevu, ambao wamekuwa wamemtii yeye. Kwa hiyo nguvu ya Mungu kumtoa shetani kwa haraka au kumpeperusha ni Mungu ameamua kumpa malaika Mikaeli kwa asilimia zote. Ukiniuliza kwa nini, sina jibu. Ni sawa na kusema kwa nini Mungu alimchagua Mama Maria au kwa nini Mungu alimchagua Mtakatifu Yosefu. Hayo ni mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anapenda kushare nguvu zake, anapenda kushare utukufu wake. Mungu wetu si Mungu binafsi. Kwa hiyo kuna mambo mengine Mungu anaassign viumbe wake au anawapa viumbe wake wafanye. Kwa sababu ni Mungu wetu, ni Mungu anayependa kushare vitu vyake. Amesema Mungu wetu anapenda kuwainua watu. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu amempa Mikaeli assignment ya kumshinda shetani, nguvu za kumwangusha shetani. Mungu amempa kwa asilimia zote huyu mtakatifu Mikaeli, malaika mkuu. Na anataka sisi tumuombe atusaidie. Kwa hiyo malaika anavyotusaidia imempendeza Mungu. Na Mungu hata na wewe ukifanya mambo makuu, basi Mungu atakutukuza. Nitakupa mfano mchache. Kuna watu wengine ni watakatifu wanaponya watu, wewe huwezi kuponya watu. Kwa nini la kuponya watu tulikubali afu la Mikaeli ulikataa? Au kuna watu wengine wanaombea watu wanafanikiwa. Kwa hiyo ni Mungu anapenda kutoa karama mbalimbali kwa watu wengine. Mikaeli amempa karama ya ulinzi ya taifa la Israeli. Tunapozungumza taifa la Israeli, tunazungumza taifa la waliokombolewa kwa ubatizo wa Kristo, ambao wamekombolewa kwa damu ya mwanakondoo. Kwa hiyo Mungu amemwasaini Mikaeli. Kwa hiyo wewe ni wajibu wako kumuomba wala usipate tabu. Lakini jambo lingine tunaona umuhimu wa Mikaeli ni kwamba Mikaeli ni mshindi wa milele. Sisi tunamshinda shetani kwa muda tu. Na hata kusoma katika Biblia Yesu alipojaribiwa, shetani alijaribu, alisema alimwacha kwa muda, baadaye alimrudia tena. Unaona? Kwa hiyo tunapokuwa duniani, sisi tusije tukajiroga kwamba shetani, uwezo kusema mimi tunamshinda shetani kwa muda tu. Lakini tusijipe garanti kwamba tumemshinda moja kwa moja. Tunatakiwa kuomba, kusali, kisha na kusali. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo tunamhitaji Mikaeli mpaka tutakapokufa. Ndio maana nimesema kwamba Mikaeli anatusaidia katika mapambano mpaka anatuingiza mbinguni pale. Ndio kazi yake imekwisha. Kwa hiyo usije ukasema kwamba ukashinda jaribio moja ukasema sasa hivi mimi Mikaeli simhitaji tena. Unajidanganya. Mikaeli unamhitaji mpaka utakapoingia katika utawala wa Mungu. Utakapokuwa katika beatific mission. Kwa sababu ushindi wa Mikaeli ni eternal. Mikaeli alishashinda, mimi na wewe hatujashinda bado. Kwa hiyo tunamhitaji huyu, tayari alishashinda. Vita yake na shetani tayari, yani ni eternal, ameshinda milele. Amemgaragaza shetani milele. Hakuna siku kama marudiano shetani atatoa drone. Ameshamshinda milele for eternal. Kwa hiyo ndio maana tunamhitaji yeye Mikaeli muda wote, kwa sababu yeye ni mshindi wa milele, ameshamshinda shetani milele. Sababu hilo ni lote clear. Jambo la tatu, kwa nini tunamhitaji Mikaeli? Mikaeli anazuia na kuondoa chuki ya shetani. Jua kwamba kitendo cha shetani kutupwa jehanamu ni sisi tulioumbwa. Kwa shetani anasaga meno, angetamani sisi tusiwepo kabisa duniani. Angetamani wote tupotee, kwa sababu sisi ndio tumesababisha yeye, nafasi yake imetoka mbinguni kule. Kwa hiyo shetani wewe hakupendi hata siku moja, ila atajifanya anakupenda kwa kukupa mambo mazuri, lakini hakupendi. Shetani ana chuki ambayo ukifunuliwa utazimia. Chuki alionayo shetani kwako ni kubwa mno. Ina maana Mungu akikufunulia ile chuki ambayo shetani anakuchukia wewe, utazimia hapo hapo. Kwa hiyo shetani atupendi hata tone. Angetaka atuangamize, hivi tunavyozungumza anakeleza meno kwamba atufutilie mbali, kwa sababu sisi tumechukua utukufu wake, tumechukua nafasi yake mbinguni, na anajuta eternally, anajuta eternally, anachukia. Kwa hiyo binadamu atakuchukia. Kwa hiyo wewe kama una nguvu, una sababu za kumchukia shetani kwa nguvu zote. Lakini kichekesho, sasa hivi kuna watu wanamwabudu shetani, kuna watu wanafanya shetani, ibada za shetani, kichekesho kabisa. Lakini wanasahau kujua kwamba huyu anatuchukia milele. Ina maana kwa lugha shetani anatupaka mafuta kwa Mungu wa chupa tu, alafu baadaye anatuweka katika moto wake. Kitu cha nne ni kwamba Mikaeli anawalinda wateule wote wa Mungu. Kama wewe unampenda Yesu, tayari Mikaeli ni rafiki yako, ni ndugu yako, ni jamaa yako. Hili lazima ulielewe. Wateule, wewe unataka kuwa mtakatifu, Mikaeli ni rafiki wako namba moja. Mikaeli ndio rafiki yako namba moja, kwa sababu yeye anajua mbinu zote za shetani. Kwa hiyo sisi, unapokuwa rafiki wa Kristo, unapompenda Kristo, lazima Mikaeli usimsahau. Mikaeli awe rafiki yako na umuombe kila siku. Lakini kitu kingine ni kwamba Mikaeli anafanya vituo kama katika Biblia. Malaika wa Bwana, wanateolojia wanasema kwamba unapoona katika maandiko ameandika malaika wa Bwana, mara nyingi anakuwa ni Mikaeli, lakini pale hawajaandika jina, ila wameandika Mikaeli. Of course kuna wengine wanakubali, kuna wengine wanakataa, lakini ukiangalia content nyingi zinaonyesha Mikaeli. Kwa mfano katika Zaburi ya 34 sura 7 anasema malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Kuwazungukia wamchao
na kuwaokoa. Sasa hapo tumeona katika mafunuo ya Biblia, lakini kama nilivyosema, kanisa Katoliki ni kanisa la mitume ambalo limeundwa na Yesu mwenyewe. Na alimwambia Petro kwamba wewe ni mwamba, najua Mungu atalijenga kanisa langu. Mtakatifu Mikaeli amejidhihirisha kwenye kanisa Katoliki. Tunaona kwa njia nyingine hapa jinsi ambavyo Mikaeli amejidhihirisha. Ina maana ameongea na watu na wateule wa Mungu, na baadhi ya sehemu ametembea. Hebu tutaangalia taratibu tuone haya ni mapokeo kwamba jinsi gani ambavyo Mikaeli amekuja katika maisha yetu. Sisi Wakatoliki tuna bahati kwa sababu tunakuwa tunavijua hivi vitu live, sio vya kusimuliwa kwenye Biblia au kusoma au tunaviona kabla hatujafa, tunavisikia kabla hatujafa. Kwa hiyo tunaanza kushare siri za mbinguni kabla hatujafa. Hiyo ndio faida ya kuwa Mkatoliki. Basi sasa tunaona kwamba kama nilivyosema, kanisa Katoliki ni kanisa tajiri, kwa maana kwamba Mungu anajifunua wazi kwenye kanisa lake. Kwa mfano, kuna sala ambayo tunaisali ya malaika Mikaeli, malaika mkuu. Mpendwa mtazamaji, nitakwambia asili ya sala hiyo imetoka wapi. Kwa mfano, nasema sala kwa mtakatifu Mikaeli, malaika mkuu. Mtakatifu Mikaeli, malaika mkuu, utulinde katika vita, uwe kinga yetu katika maovu na maoteo ya shetani. Mungu amtiishe, tunakuomba sana, nawe mkuu wa majeshi ya mbinguni, kwa nguvu ya Mungu uangushe motoni shetani na pepo wabaya wengine wote wanaozunguka duniani ili kuzipoteza roho za watu. Hii sala, mpendwa mtazamaji, ilitungwa na Papa Leo wa 13. Huyu Papa Leo wa 13 unayemwona hapo, baada ya kusali misa, baada ya kusoma misa, huyu hapo utamwona vizuri, huyu hapa amekaa vizuri. Baada ya kusoma misa hapo alianguka. Alivyoanguka watumishi wake wakaona amezimia. Hakuweza kupumua, kujua amekufa. Lakini wakati ule alipoanguka alipata maono. Alimsikia Yesu anabishana na shetani. Mazungumzo yalikuwa kama ifuatavyo. Shetani alimsikia shetani anamwambia Yesu, anamwambiaje? Ninaweza kuharibu kanisa lako. Bwana Yesu akamjibu akamwambia, kama unaweza bomoa au endelea. Lakini shetani akamwambia, ili niweze kubomoa kanisa lako unahitaji muda zaidi, nahitaji na nguvu zaidi. Yesu akamwambia, unahitaji muda kiasi gani na nguvu kiasi gani? Shetani akamjibu akamwambia, nahitaji miaka 75 mpaka miaka 100. Nitakuwa na nguvu za kuweza kuwateka watu wangu wote watakuwa chini ya mikono yangu. Kwa hiyo wakiwa chini ya mikono yangu, basi nitaliangusha kanisa lako. Yesu akamwambia, kama muda unao na nguvu unavyo, basi kafanya utakavyofanya. Kwa hiyo hapo, baada ya kuambiwa hivyo, akamuona mtakatifu Mikaeli, malaika mkuu, akipambana na shetani. Kwa hiyo akaandika hiyo sala ambayo tunaisali mara nyingi sana, hiyo sala ya mtakatifu Mikaeli, malaika mkuu. Hii sala mwaka 1886 ilikuwa inasaliwa kila misa ilipokuwa inakwisha, waumini wote walikuwa wanasali sala hii. Lakini baada ya mtaguso wa pili hii sala tena iliachwa. Ila mwaka 1900 Papa Yohana Paulo wa pili mwaka 1994 aliomba waamini waweze kuisali hii sala. Katika mwaka 1994 Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili alisema kwamba Wakristo wanakabiliwa na nguvu za giza. Kwa hiyo wanatakiwa wavae silaha zote za nuru. Katika silaha zote hizo wanatakiwa wamuombe Mtakatifu Mikaeli kila siku. Kwa hiyo Papa Yohana Paulo wa pili ambaye ni mtakatifu alihimiza Wakristo wote hii sala wawe nayo majumbani mwao, wawe nayo katika ofisi zao, katika watakachoweza waisali, na walioweza kuikariri waikariri, lakini waisali kila siku ili kuweza kuwapa nguvu ya kushinda majaribu. Tunaona tena mwaka 404 tukiangalia katika nchi ya Italy kulikuwa kuna mfanyabiashara mmoja maarufu ambaye wanasema jina lake lilikuwa linaitwa Galgano, ambao mlima huo umeitwa jina lake Galgano. Huyu mfanyabiashara alikuwa ana mifugo mingi sana, ng'ombe na kadhalika. Sasa siku moja wakati anarudi nyumbani, unamwona ng'ombe mmoja alikimbia juu akafika katika pango, akakataa kutoka, akawa amesimama hivyo. Ile mfanyabiashara akarusha mawe, akafanya nini, akashindwa, lakini alichukua mshale. Akamrushia mshale ili ampige yule mshale, alafu huyu ng'ombe aweze kutoka huku, aweze kurudi. Ule mshale ukaenda, ulipofika karibu na ng'ombe ukapinda, ukamrudia, ukamgonga yeye. Sasa aliona kitendo cha ajabu, kwa nini mimi namrushia mshale unakwenda karibu na ng'ombe, alafu mshale unanirudia? Akaenda akamwambia askofu wa eneo hilo kwamba bana, nimepata tukio hili. Askofu akawaita watu wake wakasali kwa siku 3 na kufunga waone maana ya tukio hilo ni nini. Walipokuwa wanasali, wanaandamana na kusali, baadaye askofu alitokewa na malaika Mikaeli. Unamuona hapa. Sasa mara nyingi picha ya Mikaeli unaiona ni kwamba si imagination, ni kwamba Mikaeli kama nilivyosema, malaika wana uwezo wa kuchukua mili
wakati wanaleta ujumbe muhimu. Kwa hiyo hapa alimtokea askofu akamwambia ili eneo ni eneo ambalo limechafuliwa kwa kafara za watoto na mambo mengine. Kwa hiyo nataka lijengwe kanisa. Kwa hiyo hapo askofu alikuja akajenga kanisa hapo. Ili kanisa wanaingia watu kama 500 hivi. Yaani kama 500 wanasali hapo. Kwa hiyo kanisa ambalo lilijengwa hapo ambapo inaitwa Mount Galgano ni kusini mwa Italy. Kwa hiyo ni sehemu ambayo unaweza kuona kwamba Mikaeli aliwatokea na akalitakatifuza hilo kanisa yeye mwenyewe. Hapo ni Ufaransa, hii sehemu unaiona ni Ufaransa, panaitwa Mont-Saint-Michel. Mont-Saint-Michel hii ni sehemu ambayo limetengenezwa kanisa la Mtakatifu Mikaeli malaika mkuu. Hii hapa unaona hili kanisa limetengenezwa hapa, kuna kanisa limetengenezwa ambapo Mtakatifu Mikaeli malaika mkuu. Hii ni peninsula, hii iko pembezoni mwa Ufaransa, iko kama kisiwa hivi. Unakiona hapa ni kama kisiwa tu. Hapo kwa hiyo hapa hili ni kanisa limetengenezwa, kanisa la Mtakatifu Mikaeli malaika mkuu. Huku juu kuna sanamu ya Mikaeli, utaiona mbali, iko imekaa vizuri sana. Unaona ndio hilo kanisa. Ndio hilo hapo kanisa lilitengenezwa hapo, hilo kanisa ambalo linaitwa Mont-Saint-Michel, kanisa kwa heshima ya Mtakatifu Mikaeli malaika mkuu. Unaona ndio hiyo sehemu hapo. Hiyo unaona hapo wameweka hii sanamu ya Mtakatifu Mikaeli malaika mkuu, iko juu kabisa hapo. Ina dhahabu na shaba. Ndio unaona iko juu sana. Ndio hapo unaiona. Sasa historia ya hili kanisa ni kwamba Mtakatifu Mikaeli malaika mkuu alimtokea malaika wa eneo hilo la Mont-Saint-Michel. Alipomtokea akamwambia nataka hii sehemu ijengwe kanisa. Mara ya kwanza yule askofu aliona kwamba haya pengine ni ndoto tu, akadharau. Mara ya pili akadharau. Mara ya tatu malaika Mikaeli akaja kwa hasira kidogo, akamgusa kwenye paji la uso wake. Askofu alipoamka asubuhi akakuta tundu, akasema kweli haya maneno nimeambiwa ni kweli. Akatengeneza kanisa. Unaona hapo ndo malaika anamtokea. Basi hapo tena anamtokea. Sasa hapo ndo akaamini kwamba ni malaika, kwa hiyo aliyomtokea ni Mikaeli. Kwa hiyo hapo akamuonyesha sehemu ya kujenga kanisa. Hapa askofu akaenda kawaita waamini wake, wakasali na wakaenda hapa, Mikaeli akaja akamuonyesha ile sehemu ambayo anataka kujenga kanisa. Sasa hapa ndo akajenga kanisa. Unaona hii ni ndoto ambayo amepata ile ndoto, na nimesema baada ya siku ya tatu ndo alikuta paji la uso limebonyea. Sasa hapa walipojenga kanisa hili hapa, akasema labda kwa kufahamisha kwamba Wakatoliki ni kwamba makanisa yote yanakuwa na masalia watakatifu. Masalia ya watakatifu inaweza kuwa ni ukucha wake, nguo yake, au kiungo chochote au kitu chochote alichotumia kinakuwa kimetakatifu, kinaitwa masalia watakatifu, kinakuwa chini ya kanisa. Kwa hiyo akasema sasa mimi kanisa langu nimeupa la Mikaeli, nitaweka nini? Mikaeli akamtokea kwenye ndoto, akatuma malaika watawa watatu wakaenda katika Mount Galgano nilichoeleza pale mwanzoni. Wakaja hapa Mikaeli alipotokea hapa Italy, alikanyaga sehemu, hapa. Alipokanyaga basi wakachukua ile jiwe la hapa, wakachukua kipande cha jiwe wakakipeleka kule. Kwa hiyo wakatoka kanisani. Wakaja wakakipeleka katika kanisa hili, kikawa katika nani yake. Ndio kanisa ile hapo unaliona hapa ambapo unaona Mikaeli alimtokea. Ndio hiyo kanisa lenyewe. Sasa hapa unaona kwamba hii hapa ni sanamu ya yule askofu. Kwa mwaka karne ya 19 Ufaransa ilipata inaitwa French Revolution. Taeleza siku nyingine. Lakini katika vita hivi ambapo Wafaransa walikuwa wanataka kwamba kila mtu awe sawa, walikuwa wanaitwa equal policy, kwamba kila mtu awe sawa, fraternal, yani kwamba wote wako sawa. Ambao waliosoma history wataona kuna kitu kinaitwa assimilation policy tokea kwenye French Revolution. Sasa hapa sitaeleza sana hapa, nieleze hapo kwamba huyu askofu ukiona hapa kuna fuvu la kichwa lake lilihifadhiwa. Hapa hili ni tundu. Nilivyokuambia ni Mikaeli alipomgusa kulitokea tundu. Ndio alipoamini kwamba Mikaeli ananisemesha. Lakini hapa chini wameweka nani yake. Kwa hiyo hili linaheshimiwa kwa heshima ya Mtakatifu Mikaeli. Kwa hiyo unaona jinsi gani Mikaeli analipenda kanisa la Katoliki, kanisa la mitume, kanisa la maandiko na Yesu. Kwa hiyo amekuja live physically, amejionyesha, amejidhihirisha kwamba yupo, sio katika maandiko tu lakini katika uhalisia. Sasa labda nimeeleza kwa upana kuelewa kuhusu Mtakatifu Mikaeli, umuhimu wake na kazi zake, lakini sio katika Biblia, katika maandiko tu, lakini katika maisha ya Wakristo wetu, katika maisha ya mababa wa kanisa, hata katika baadhi ya maeneo. Kwa mfano katika nchi ya Italy tumeona, katika nchi ya Ufaransa tumeona, na kuna tukio moja sitakuonyesha, lakini mwaka 590 Italy ilipata nini? Tauni. Tunaona Baba Mtakatifu Gregory wakati ule mwaka 590 alifanya sala na watu, Mikaeli akamtokea na watu wakaponywa
na tauni. Kwa hiyo unamuona kwamba Mtakatifu Mikaeli, malaika mkuu, anatusaidia, ingawa sisi hatumuoni wala tumsikii, lakini yupo anatusaidia. Kwa nini Mikaeli ni muhimu? Mikaeli ni muhimu si kwa sababu ni malaika tu. Labda nikupe sababu moja. Mikaeli ana access popote. Mikaeli anaweza kafika popote. Hilo lazima uelewe. Ninaposema access, popote anaweza kaenda huku, anaweza kaenda mpaka jehanamu, anaweza kaenda popote. Lakini shetani ana limitation. Kuna maeneo ambayo shetani hafiki. Mfano, kanisani shetani hawezi kufika. Maeneo ambapo watu wanasali, maeneo ambapo Kristo yupo, shetani hawezi kufika. Lakini Mikaeli maeneo yote anakuwepo. Shetani hawepo asiwepo, yeye ana access ya sehemu yote. Hiyo logic ya kwanza uelewe. Kwamba Mikaeli anaweza kuwa popote, lakini shetani hawezi kuwa popote. Shetani ana limitation zake. Kuna maeneo mengine shetani hafiki. Kwa hiyo usije kadanganywa kwamba ukiwa na shetani na kila kitu ni uongo. Shetani ana limitation zake. Kuna maeneo ambapo shetani hayupo. Pale alipo Kristo shetani hayupo. Lakini Mikaeli ni malaika mkuu wa Mungu, kwa hiyo yuko maeneo yote, mpaka jehanamu yupo. Ana control pote. Kwa hiyo ni malaika, unaweza kuona kwamba yeye ana nguvu kuliko shetani. Shetani ana limitation. Tukisema limitation, yani ana mipaka. Shetani ana mipaka. Mimi ninapokuwa na sali, shetani hawezi kuwepo pale, lakini Mikaeli yupo. Kwa hiyo Mikaeli anaweza ndio anawasoga mashetani, anawatupa jehanamu kama kijiwe, anaenda kutupa kama mtu anamtupa shetani jehanamu, kama mtu anavyotupa takataka kwenye jalala. Labda nikupe picha yote, elewa. Mikaeli anamtupa shetani jehanamu kama mtu anachukua labda ile karatasi anatupa kwenye dustbin. Ndivyo nguvu ya huyu malaika. Kwa hiyo unaona yeye ana nguvu kuliko shetani. Kwa sababu shetani alipofukuzwa mbinguni, alinyimwa mamlaka yote. Zile nguvu zote hana. Kwa hiyo unapokuwa na Mikaeli, unakuwa Mikaeli yuko sehemu yoyote. Kwa hiyo unapomwomba, popote utakapomwomba atakusaidia. Kitu cha pili ni kwamba Mikaeli ameshamshinda shetani kwa umilele. Hawatarudiana. Hii game haitarudia. Sio kama ile swali mtoto aliuliza eti kwamba siku akirudiana, je, Lucifer atapenya? Hapana. Tayari alishashindwa. Kwa hiyo shetani atabaki chini ya Mikaeli, atabaki chini ya submission ya Mikaeli kwa milele yote. Na hiki kitu kinamuumiza. Kwa sababu kinamuumiza gani? Kinamuumiza kwa sababu aliyemdhalilisha, unaweza kusema lugha, aliyemdhalilisha alikuwa daraja la chini na anaendelea Kwa hiyo hii katika mateso anayopata shetani ni kwamba yeye kushindwa na Mikaeli ambaye alikuwa wa 8 daraja la chini. Kwa hiyo ni mateso ya milele. Anaumia sana. Kuna huyu malaika alikuwa kundi la 8, yeye alikuwa kundi la kwanza na akashindwa naye. Na anaumia milele, anaaibika milele. Kitu kingine ni kwamba Mikaeli anatusindikiza katika hukumu ya kwanza na hukumu ya pili. Hukumu ya kwanza nimesema kwamba unapokufa Mikaeli atakusindikiza kwa Mungu pale unapohukumiwa ili kuweza kwenda mbinguni. Na wakati kama tulivyosoma kwa waraka wa Paulo kwa Wathesalonike sura ya kwanza mstari wa 4 mstari wa 10, sura ya 4 mstari wa 16 kwamba Yesu atakapokuja kuja katika utukufu mkuu atakuja pamoja na malaika mkuu. Malaika mkuu ni nani? Ni Mikaeli. Kwa hiyo unaona ni muhimu sana katika safari yetu ya ukombozi, lazima tuwe karibu naye. Lakini kitu kingine ni kwamba kama Mikaeli aliweza kumshinda shetani katika wakati hajakatwa pembe. Ninapozungumza shetani hajakatwa pembe, ina maana shetani alimshinda katika zile nguvu zake alizokuwa nazo. Kwa sababu shetani alikuwa surprised. Hakujua kama Mikaeli alikuwa na nguvu kiasi kile. Sasa kama alimshinda wakati hajakatwa pembe, wakati hajafukuzwa mbinguni, je, sasa hivi si ni cha mtoto? Pata picha hiyo. Kwamba alimshinda katika nguvu zake zote. Sio kwamba alikuwa amesinzia, sio alikuwa amelala. Alimshinda katika nguvu zake zote mpaka aliponyang'anywa mamlaka yake. Kwa hiyo maana sasa hivi ni kama karatasi, kama anapuliza tu hivi. Wala sio hahitaji kubisha, ni kupuliza tu. Ndio maana wale wanaopunga pepo wakimuita Mikaeli mara moja, shetani hana longolongo, pale pale anakimbia. Na tunavyosema kwamba anapokuwepo Mikaeli, shetani hayupo. Logically. Kwa sababu huyu anamtesa. Ina maana anapokuwepo Mikaeli, shetani anapata kipigo. Ndio maana tunasema kwamba, ndio maana Papa Yohane Paulo wa pili mwaka 1994 anawaomba Wakristo kwamba wao wanasali sala ya Mikaeli. Kwa sababu gani? Unaposali sala ya Mikaeli unamfukuza shetani, kwa sababu shetani kile kipigo alichopigwa bado kipo, hakijaisha. Kwa hiyo anakiogopa. Kwa hiyo anapoona Mikaeli yupo, kama yuko kwenye nyumba yako umeweka picha yake, tayari shetani unamkimbiza. Kwa hiyo unapokuwa picha ya Mikaeli imebarikiwa, pale shetani hawezi kuwepo, anakimbia. Kwa sababu gani? Anapata kipigo. Kwa hiyo alipo Mikaeli shetani hayupo. Logically alipo Mikaeli shetani hayupo. Kwa hiyo mara nyingi shetani anatuzuia katika njia ya wokovu. Kwa hiyo njia moja wapo ya kumshinda ni kuhakikisha kuwa tuna Mikaeli muda wote. Ukiwa na Mikaeli akuoni wewe, anamuona Mikaeli. Kwa hiyo analala mbele.
Na kitu kingine, ulinzi ambao Mikaeli anatupa ni ulinzi unaotoka kwa Mungu. Obviously ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anawainua wanyonge na kuwakweza. Kwa hiyo alimkweza Mikaeli, alimpa nguvu Mikaeli, na hizo nguvu amempa kwa umilele, sio kwa siku moja. Na tunaona kwamba Mikaeli ana nguvu kuliko malaika wengine wote, malaika mlinzi na nani na kadhalika. Na ndio maana wateule wa Mungu wanapewa Mikaeli. Kwa mfano Baba Mtakatifu analindwa na Mtakatifu Mikaeli, malaika mkuu. Lakini na wewe unalindwa na Mikaeli kwa sababu na wewe ni mteule wa Mungu. Kama tulivyosoma kitabu cha Danieli sura ya 10 mstari wa 13, pale tunaona alipoenda Gabrieli alizuiliwa siku 21, lakini Mikaeli alikuja akasawazisha mambo haraka haraka. Na vivile katika maisha yetu, wakati mwingine shetani anaingia au tunaingia kwenye mitego ya ibilisi bila wenyewe kujua. Mitego ya shetani tunaingia, tunajua na tusipojua. Wakati mwingine tunadhani kwa sababu akili zetu ziko limited, ufahamu wetu ni mdogo. Kwa hiyo wakati mwingine tunamhitaji yeye kwa sababu yeye anaona kwa umilele. Unaona, anaona kwa umilele. Na yeye Mikaeli anajua thamani yetu mbele ya Mungu. Roho yetu thamani yake anaijua kuliko unavyojua wewe. Kwa hiyo anapenda wewe utukufu ambao uko kwa Mungu, yeye anaufahamu tayari. Kwa hiyo anataka mimi na wewe tupate. Sisi utukufu ambao tumewekewa na Mungu hatujui. Shetani anajaribu kutupofusha tusione ule utukufu ili tumtii yeye na tukose kwa umilele. Na ukikosa utukufu wa Mungu unaokosa kwa umilele. Kwa umilele. Umilele yani si nieleze namna gani? Yaani umilele ni milele na milele. Yaani si utaeleza namna gani? Kwa sababu sisi tuko ndani ya muda